Halo. Sawa. Weka begani. Allahu Akbar. Ni mzee wetu hasa akatulea sisi, na vilevile katika shughuli za usafirishaji ametufundisha. Ni mzee wa muda mrefu katika usafirishaji na ni mzee wetu kwa familia vilevile, na kwa kweli kwa Morogoro vilevile alikuwa ni mwanasiasa, alikuwa diwani wa kata ya Boma. Kwa hiyo tumepotelewa na mzee ambaye mwenye hekima, busara ya kusaidia wana Morogoro kwa mawazo na hekima zake. Alikuwa ni mkubwa wa kibiashara na alikuwa kama kiongozi wetu hasa alikuwa kiongozi wa Taboa, akawa na vilevile ni kiongozi wetu katika manispaa ya Morogoro kama msafirishaji mkuu. Udugu Kasim Magambo. Mimi nilikuwa kama mfanyakazi wa muda mrefu katika kampuni ya Hood Bus Service. Nimeingia katika kampuni ya Hood Bus Service ikiwa na mabasi matano tu. Umeona, na zote zilikuwa CD, TZ40, TZ47, TZ45 na TZ3451. Sasa uzuri wa mzee wetu au marehemu mzee Mohamed Said Hood, yeye alikuwa ni mkweli na muasi. Ukweli wako ndio utakuacha huru, uongo wako ndio utakutia hatiani. Popote ulipo, ukiwa na usafiri, una shida usafiri, ile ukimwelezea hata kondakta yoyote, ile ukweli tu utakuwa umefika kwa ile safari yako unataka au kufanikiwa kile ulichokitaka. Yeye kidogo mwenzetu alikuwa tofauti na matajiri wengine. Hata kama utakuwa umemkera, umemuuzi, yeye mwenyewe alikuwa na uwezo wa kutoa hukumu bila kujadiliana na mtu wote mwingine, na hukumu iliyokuwa bora zaidi kwa wewe mfanyakazi na kwa yeye kwa manufaa ya kampuni yake. Kingine cha pili, alikuwa hana tabia ya kufuatilizia wafanyakazi wake. Kama mfanyakazi wake si umejenga nyumba, umefanya nini, au umepata maendeleo, labda wewe na kile kisinini, huyo mzee alikuwa iko kitu alikuwa hana. Yeye kama ukijenga nyumba, yeye kwa kindo anafurahi, ukipata kitu naye anakufurahi, na si ajabu akakuuliza kwa muda wa mwaka mzima umefanya kazi, kuna nini ambacho ulichokuwa umekipata, na kama huna ukimwambia anaangalia uwezekano mwingine wa kukusaidia. Kwa hiyo tabia hii amelishisha wafanyakazi wa Hudi na mpaka watoto wa mzee Hudi wote tunakuwa na katika msimamo mmoja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Rashid Hassan Muhammad Milonge, ni imamu wa msikiti mkuu wa Boma Road Morogoro, ambapo tulikuwa tukiswali na marehemu mzee Hudi. Na mzee Hudi alikuwa ni muumini wa msikiti wetu, akipatikana pale msikitini kwa swala zote tano. Alikuwa ni mzee ambaye ninavyomuelewa kama mimi kiongozi wake, alikuwa ni mtu wa kujitolea sana ndani ya msikiti, pia akiishi na watu kwa wema. Ni mtu ambaye alikuwa akitoa misaada kwa tofauti, wasiojiweza, wajane, yatima, na mwezi Ramadhani alikuwa na kanuni ya kufuturisha. Lakini pia alikuwa katika kipaumbele katika wazee wa misikiti katika mambo ya ujenzi, ukarabati, akipatikana katika shughuli zote za misikiti. Kwa hiyo mzee tumempoteza, ameondoka kwa sababu kufa ni ahadi, kama alivyosema Allah, kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itaonja umauti, itakufa. Kwa mzee wakati wake umefika, lazima afe, lakini tunamkumbuka kwa hayo. Sisi Waislamu tunaamini mwanadamu anapokufa anakufa, mambo yake yote yanaisha, ile isipokuwa mambo matatu. Moja ni sadaqatun jaria, sadaka yenye kuendelea. Kwa hiyo mzee Hudi ameacha sadaqatun jaria nyingi. Moja kama alivyokueleza, ni mara mwisho tulifanya ukarabati mkubwa kabisa wa msikiti wetu wa Boma Road kama miaka 10 iliyopita. Yeye ndo alikuwa amesimamia na kutoa fedha zake akisaidiana na wafadhili wengine inshallah. Hivyo ndivyo mfahamu mzee Hudi inshallah. Mimi naitwa Dr. Omar Mzee Mbuka, ni daktari mstaafu, lakini pia ni mbunge mstaafu wa jimbo la Morogoro mjini. Nimekuja kwenye msiba wa mzee Hudi. Huyu ni mzee wetu, tumeishi naye miaka mingi, si bado tukiwa vijana, yeye alishakuwa mtu mzima zaidi, lakini ni mtu ambaye ni maarufu sana mjini hapa kwa sababu kwanza anafanya biashara. Kafanya biashara nyingi tu, pamoja na biashara za mabasi ya kwenda mikoa aina mbalimbali. Lakini mzee huyu alikuwa na sifa moja nyingine, ni kwamba alishawahi kuwa diwani miongoni mwa madiwani katika manispaa hii ya Morogoro.